katika mfululizo wa vipindi vya darasa la uongozi. Vipindi hivi vinavyoletwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Peter Mitingi kutoka katika huduma ya The Voice of Hope Ministry. Macho yakisinzia, viungo vingine havina uwezo wa kufanya chochote. Macho yamelala. Huku mguu hausemi kwamba bwana, kwa sababu mwenzako amelala, basi hama huku kwenye accelerator, nenda kwenye breki. Yenyewe mguu unaendelea tu kukanyaga. Macho ni ya muhimu sana. Yakikosekana macho, mambo yanaharibika. Sasa macho ya kiroho ni ya muhimu kwa kanisa. Yakikosekana macho ya kiroho, mambo yataharibika. Kanisa litakwenda kama kipofu asiyeona kabisa aliyotuandalia. Ule mstari nimesoma pale nasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua, 1, tumaini; 2, mwito wake; 3, na utajiri. Macho ya kiroho yanatufunulia au yanatuonyesha juu ya utajiri wetu aliyotuandalia. Utajiri wa kiroho na utajiri wa kimwili. Macho ya kiroho yatatusaidia kujua ni utajiri gani Mungu ametukusudia. Hatutababaika kwa kutamani wala kwa kuvutwa na utajiri wa dunia hii. Tukiwa na macho ya kiroho, hatutavutwa na utajiri wa dunia hii. Hatutachanganyikiwa kiasi kwamba tuache wokovu kwa sababu ya hela. Macho ya kiroho yatatusaidia kufocus. Hatutaacha wokovu, hatutalegeza masharti kwa sababu ya kuvipata vitu. Hatutaacha wokovu kwa sababu ya kupata mme. Wako wanawake wameacha wokovu ya kiroho. Macho ya kiroho au macho ya rohoni. Mwili ukikosa macho, umekosa taa. Macho haya ndio taa za mwili. Ndio yanayoniambia kwamba hapa kuna ngazi, punguza spidi, teremsha miguu katika mfumo ambao haitavunjika, hautajikwaa kwa sababu kuna distance mpaka chini. Hiyo ni msaada wa macho. Mguu hauwezi fanya hivyo. Mguu wenyewe kazi yake ni kukanyaga na kwenda mbele. Kama jicho halitaona, kucha itatoka, kwa sababu mguu hauna uwezo wa kusema hili ni jiwe, nipite vizuri nisijikwae, kucha isitoke. Kwa hiyo macho yakisinzia kidogo tu, ajali inatokea. Ni kiungo kidogo, ni tugololi tudogo sana, lakini tuna kazi kubwa sana. Kwa sababu tugololi tukilala kidogo tu, hata kama ni kwa sekunde au hata kama ni kwa dakika, lazima kuna chaos itatokea. Siku moja nilikuwa nimetoka Marekani, na unajua sasa kule California na huku tunapishana masaa 11. Kwa hiyo sisi tuko sasa hivi tunaabudu hapa, kule wenzetu ni usiku, wanajiandaa kulala. Ni kama saa hizi ni kama saa 1 au saa 2 ya usiku. Kwa hiyo tunapishana masaa kadhaa. Kwa hiyo ukirudi kunakuwa na ile wazungu wanaita jet lag. Yaani mfumo wa akili unakuwa bado uko confused. Unasoma masaa ya kule. Na nikitoka hapa nikienda kule itanichukua siku kadhaa kuadjust kwa masaa ya kule. Wakati wengine wanaamka, wewe ndio utakuwa unalala. Wakati wengine wanalala, wewe ndio utakuwa unaamka. Sasa niliporudi siku ya kwanza, siku ya pili, nikawachukua familia yangu, sisi tulikuwa tumeenda outing mahali. Sasa tunarudi jioni. Wamekaa nyuma huku, mimi ndio naendesha gari. Nina ile jet lag. Akili inasema ni usiku. inasoma ile ya California, wakati huku ni mchana.
Kwa hiyo nilikuwa naendesha gari na akili yenyewe haijabadilisha kwamba sasa hivi ni mchana, yenyewe inasema sasa hizi ni usiku, ni muda wa kulala. Kwa hiyo nikiwa kwenye steering nimekanyaga mafuta, usingizi ukanipitia. Tena usingizi mzito ule wa ndoto. Can you imagine mtu anaota ndoto huku anaendesha gari? Kwa hiyo huku nimeshika steering, huku nimelala na nasikia ndoto. Kilichokuja kuniamsha, kilichokuja kunikurupusha, ilikuwa ni kelele za kishindo cha gari niliyoigonga na kelele za familia yangu, maana nilipogonga kila mtu alipiga kelele. Ndio na mimi nakurupuka, nini kinaendelea hapa? Wakati huo ile gari ya mbele iko nyanga nyanga, na yule ilikuwa ni baluni. Tena bahati mbaya ilikuwa ni baluni taxi ambayo imebeba wakili. Unaona kesi ilivyokuwa mbaya hiyo, kesi ya kumgonga wakili, kumvunja kiuno wakili, kesi yake hiyo sasa. Lakini ni kitu kidogo tu kilitokea. Macho yakisinzia, viungo vingine havina uwezo wa kufanya chochote. Macho yamelala, huku mguu hausemi kwamba bwana, kwa sababu mwenzako amelala basi hama huku kwenye accelerator, nenda kwenye breki. Yenyewe mguu unaendelea tu kukanyaga. Macho ni ya muhimu sana. Yakikosekana macho, mambo yanaharibika. Sasa macho ya kiroho ni ya muhimu kwa kanisa. Yakikosekana macho ya kiroho, mambo yataharibika. Kanisa litakwenda kama kipofu asiyeona kabisa. Kwa sababu hata hao vipofu wanaona. Vipofu wana macho ya ndani. Vipofu anaweza akaja hapa na asimgonge mtu na akapita akafika hapo, ingawa haoni kabisa giza, lakini sensi zao ziko kali sana. Ana sensi kubwa mno kuliko sensi ulionayo wewe mwenye macho. Mimi nilikuwa nasoma na kipofu masters. Kipofu anafanya masters na hajaenda shule ya kipofu. Tunasoma shule moja, tunatumia library moja. Yeye hamna kitabu cha kipofu hata kimoja library. Sisi tunaenda tunachimba, tunabukua, yeye hana kitabu. Na mtihani ni mmoja, tunafanya mtihani mmoja. Anasomewa hivi na hivi, anasikiliza, anajibu. Anasikiliza, anajibu, na anafaulu. Na sisi wenye macho tunapekua kwenye vitabu, tunapekua kwenye interneti, tunafanya nini na bado wengine wanafeli. Kwa hiyo unapozungumzia macho ya kiroho ni ya muhimu, ni kuliko hata yale ya kipofu. Kwa sababu ya kipofu bado yana sensi kubwa, yanaona. Anaweza akatumia tu kafimbo na akafika barabarani, akatumia tu fimbo na akafika Kariakoo. Macho ya kiroho kwa kanisa ni ya muhimu. Andiko letu la msingi katika somo la leo napatikana katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18. Waefeso 1 mstari ule wa 18. Waefeso 1:18, maandiko yanasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri na utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Faida 5 za macho ya kiroho, au faida 5 ya macho ya moyo. Kwanza, kabla sijakutajia faida, ujue kwamba moyo wako una macho. Una macho ya ndani. Mbali na macho haya tunayoona ya gololi, lakini kule ndani kuna macho. Sasa haya macho yanaona.
Ni sawa na mtu, kuna wengine wana matatizo ya macho, hata kuna vipofu pia wana matatizo, hawaoni lakini macho wanayo. Ukimwangalia hivi, kuna wengine wale vipofu akikuangalia hivi unaweza ukafikiri anakuona, yaani macho yanatazama kabisa hivi ila hayaoni. Kwa hiyo moyo wako una macho, lakini swali langu, macho ya moyo wako yanaona? Macho ya moyo wako yana nuru? Ndicho hicho Waefeso anachotuambia, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Tusije tu kanisani kwa mazoea wakati macho hayafanyi kazi. Tutajikwaa, kujikwaa kutakuwa kwingi, kuanguka kutakuwa kwingi, kushindwa kutakuwa kwingi kwa sababu ya kukosa macho. Kanisa likipoteza macho linapoteza mwelekeo. Kuna vitu ambavyo litapaswa kuona halitaviona. Jambo la kwanza, faida ya kwanza ya macho. Macho ya kiroho, jambo la kwanza, macho ya kiroho yanatujulisha tumaini letu la mbele. Macho ya kiroho yanatujulisha tumaini letu la mbele. Lile andiko nimekusomea hapo mbele inasema mjue tumaini na mwito wake. Tunatarajia nini? Tunatumaini nini? Ukishindwa kujua unachokitumaini, utashindwa kusafiri. Kwa sababu taraja au tumaini ni kichocheo kinachotutia nguvu kufikia mwisho wa ile safari, hata kama ni ngumu. Kama unasoma, hata kama ni masomo magumu, ukijua kwamba nikimaliza shule nitapata hiki, nitapata degree, nitapata diploma, nitapata masters, nitapata PhD. Kwa hiyo unang'ang'ana, unasoma. Wakati nilipokuwa kule chuoni, wakati mwingine masomo ni magumu. Nilikuwa nasomea mambo ya counseling psychology. Mambo ya psychology ina misamiati magumu. Wakati mwingine unasoma unaona huelewi, magumu, haeleweki, lakini lazima upite, lazima ufaulu. Yule mwalimu anakuja anafundisha, alafu anasema hii sio primary, hii ni masters. Tunamwambia mwalimu, lile jambo uliweka, lile somo, ile test ilikuwa ngumu sana. Unapofanya test nyingine, mwalimu, jaribu kupunguza makali, utusaidie angalau na sisi tupite. Anasema this is not a primary, this is a masters. Ukiona ni magumu, unataka marahisi, nenda primary. Alafu anaondoka. Lakini sasa ukishajua kwamba nikikomaa hapa, nikigangamala hapa, kuna masters mbele yangu. Kwa hiyo hata kama naumia, hata kama nateseka, lakini kuna kitu natarajia baada ya mateso haya. Unalo tumaini. Macho ya kiroho yanatupa tumaini. Hata wakati ambapo unafika unakwama, ukiwa na macho ya kiroho utakiona kilichoko mbele. Ukiwa na macho ya kiroho utaona mpango ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya maisha yako ya mbele. Utaona mpango ambao Mungu ameiandaa kwa ajili ya mwenzi wako kama ni kijana. Utaona mpango wa mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya mke au mume. Ukikosa hayo macho utakata tamaa. Ndio maana unaona wadada wamekata tamaa. Mimi mbona siolewi, mimi mbona muda umri unaenda, mimi mbona nini? Macho yamekufa, macho hayaoni. Macho yakiona utaliona tumaini. Macho yatakupa tumaini la mbele. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ya macho ya kiroho, macho ya kiroho yanatujulisha juu ya mwito wetu, mwito wake kwetu. Macho ya kiroho yanatujulisha juu ya mwito wake au wito wa Mungu
kwetu. Katika ule mstari nimesoma anasema mjue tumaini, jambo la kwanza kujua tumaini, lakini jambo la pili tujue wito wake. Tujue wito wake kwetu. Kwa nini upo duniani? Why are you here? Why do you live? Why are you alive? Kwa nini uko hai? Kwa nini hujafa? Kwa nini unapumua? Kwa nini ulizaliwa? Kila mtu kuna kusudi lililomfanya Mungu akuache leo. Lakini shida tulionayo leo, wengi wanaishi tu, hawajui makusudi ya wao kuishi ni nini. Kuna msemo mmoja huwa watu wanasema, unaishi ili ule au unakula ili uishi? Lipi lina afadhali? Lipi lina afadhali katika hayo mawili? Unaishi ili ule au unakula ili uishi? Wangapi wanaishi ili wale? Unaishi ili ule. Kama unaishi ili ule, huna kusudi. Huna kusudi unaolitumikia. Tunapaswa tusiishi ili tule, bali tule ili tuishi. Kwa hiyo tunakula ili tuishi tukitekeleza jambo fulani. Tukitekeleza kusudi ambalo Mungu amekuitia. Kwa hiyo jambo la kwanza katika maombi yako, siku moja tafuta muda, funga na kuomba kama hujui kusudi. Kwa nini Mungu alikuleta duniani? Hilo lazima ujue. Kama unaishi na haujui kwa nini Mungu alikuleta duniani, unaishi kwa bahati mbaya. Kwa sababu jiulize, kuna watoto alizaliwa tu siku ya kwanza akaondoka. Alitenda dhambi gani huyo? Mwingine aliishi wiki moja akaondoka. Mwingine aliishi mwaka akaondoka. Wewe toka umezaliwa umesikia watu wangapi wamekufa? Wameenda. Na kuna wengine hapa mliumwa, yani mpaka kila mtu alishajua unaondoka. Kuna wengine mliumwa hapa, kule Mbeya tayari wakashaanza sasa, jamani tunaanza kufyeka. Wanatengeneza mazingira. Kwa sababu muda wowote kutakuwa na ugeni hapa. Wewe uko Muhimbili, wenzako kule kijijini wanaandaa mazingira na kufyeka majani, watu watakapokaa, mikeka itakakotandikwa, majeneza litakakokaa, magari yatakakopaki. Kwa sababu wanasema huyu ugonjwa tulivyosikia huko ni serious, anaondoka. Alafu unatoka huko mzima. Alafu na mwingine mafua tu, amelalamika kichwa dakika 2 tu, huyo kashaondoka na kichwa. Lakini wewe bado upo. Kwa nini upo? Kwa nini Mungu kakuacha? Kwa nini uko hai? Kuna kusudi ambalo Mungu amekuitia, na hilo kusudi lazima ulitekeleze. Na kwa bahati mbaya kuna time frame. Kuna muda maalumu unapewa kutekeleza hilo kusudi. Kama unapoteza muda, you better go. Ni heri uondoke. Upunguze idadi ya matatizo, kwa sababu mtu yeyote ambaye hatimizi kusudi ambalo Mungu amemuitia analeta matatizo. You should not be a troublemaker. Wewe umeletwa kuja kuleta ufumbuzi kupitia kusudi la Mungu. Kwa hiyo kila mtu hapa kuna kusudi lake Mungu amemkusudia. Lakini kazi ya kuvumbua hayo makusudi ni ya kila mmoja wetu. Kila mtu anapaswa agundue nini Mungu amemuitia. Kwa hiyo kama hujui kusudi lako mpaka leo, mwambie Bwana, nataka kujua kusudi langu. Macho ya kiroho ndio yatatuonyesha wito wake, kusudi lake kwa maisha yako. Macho ya kiroho yananionyesha Mungu anataka nifanye nini na kwa wakati gani. Hata kama katika namna ya mwili itaonekana hainilipi, haina faida,
lakini macho ya kiroho yatanionyesha kwamba ingawa kwenye macho ya mwili inaonekana haina faida, lakini ndio kusudi anataka ufanye hili. Mimi nilikuwa nafanya kazi na huduma moja kubwa sana ya kimataifa. Kubwa. Kama umewahi kusikia habari za Dr. John Maxwell, ni mmoja wa walimu wakubwa ulimwenguni. Mimi nilikuwa mwakilishi wake, na mwakilisha mpaka sasa, lakini wakati huo nilikuwa na mwakilisha wa Dr. Maxwell, nilikuwa na mwakilisha Dr. Rick Warren. Kama umewahi kusikia habari za Rick Warren, Saddleback, Purpose Driven Church, Purpose Driven Life. Nilikuwa na mwakilisha mtu mwingine anaitwa Bruce Wilkinson, na huduma yake kubwa kule Marekani. Nilikuwa nafuzunguka hapa Afrika. Mimi nilikuwa ni trainer wa Afrika, kufundisha wachungaji na viongozi about leadership. Nilikuwa nimezunguka nchi mbalimbali za Afrika na nje ya Afrika. Nilikuwa mmoja wa maofisa wakubwa kwenye hilo shirika. Na nilikuwa nikisafiri kwenda nchi za nje, nilikuwa naenda na business class. Panda kwenye mandege, unakaa kule ndani kwenye business class, ile first class. Ukienda kwenye huduma, ufikii uchochoroni, ufikii kwenye migahawa, hakuna kula kwenye mamantilie, unafikia kwenye hoteli zinazoeleweka, hoteli za hali ya juu. Nimefanya hiyo kazi, nimezunguka sehemu mbalimbali, zungumza Nigeria, Ghana, wapi huko. Lakini wakati Mungu akasema nataka utoke, uache hiyo kazi, alafu nataka uende uanzishe huduma ya vijijini. Hebu jaribu kufikiria kwamba unaenda Lagos, unaenda wapi, unapokelewa na msafara na watu na nini, alafu Mungu anakuambia unaacha huko, sasa anataka uende Kilwa, ambako barabara yenyewe kufika ni utata. Sisi tumelala pale, huyu bwana shahidi, tumelala pale Kilwa. Unapita, unaenda wapi? Gari limezama chini kule. Tukafika Kilwa kwa shida, kurudi tuliacha magari kule. Gari imetitia kwenye udongo, injini imenoki, sijui nini kimefanyika. Tunarudi kwa mabasi, magari yanaachwa. Lakini tulikuwa tumezoea kupanda ndege, unazoea mahoteli makubwa. Kilwa kuna hoteli gani utalala? Unaenda kulala kwenye mahema. Sasa macho ya kiroho yanakuonyesha wito wa Mungu, yanakuonyesha kusudi la Mungu, hata kama katika macho ya mwili inaonekana hayaridhi. Lakini macho ya kiroho yana detect, yanasema kule ndiko kuliko na kusudi la Mungu. Hata kama linaonekana halininufaishi katika namna ya mwili, lakini linaangalia kule ndiko Mungu ananiita. Na unapotekeleza wito wa Mungu, unamfanya Mungu sasa afungue kaskazini, kusini, mashariki, magharibi katika maisha yako, kwa sababu umetekeleza kusudi la Mungu. Mungu anakuheshimu, na Mungu akikuheshimu anakuwekea na ulinzi wake juu yako. Mapepo hayatakuona, wachawi hawatakuona, wenye hila hawatakuona, kwa sababu unatembea na uwepo wa Mungu na ulinzi wa Mungu, kwa sababu umekubali kutekeleza kusudi la Mungu. Hata kama katika macho ya damu na nyama inaonekana hii inakuumiza, lakini katika ufalme wa Mungu ni faida. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, faida ya tatu, macho ya kiroho yanatujulisha juu ya utajiri wetu aliyotuandalia. Ule mstari nimesoma pale nasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua, 1, tumaini; 2, mwito wake; 3, na utajiri. Macho ya kiroho yanatufunulia au yanatuonyesha juu ya utajiri wetu aliyotuandalia. Utajiri wa kiroho na utajiri wa kimwili. Macho ya kiroho yatatusaidia kujua ni utajiri gani Mungu ametukusudia. Hatutababaika kwa kutamani wala kwa kuvutwa na utajiri wa dunia hii. Tukiwa na macho ya kiroho,
hatutavutwa na utajiri wa dunia hii. Hatutachanganyikiwa kiasi kwamba tuache wokovu kwa sababu ya hela. Macho ya kiroho yatatusaidia kufocus. Hatutaacha wokovu, hatutalegeza masharti kwa sababu ya kuvipata vitu. Hatutaacha wokovu kwa sababu ya kupata mme. Wako wanawake wameacha wokovu ili akaolewe kule na mataifa, kwa sababu hapa kanisani amekaa kwa miaka yote hajaolewa. Kwa hiyo sasa ametokea mtu mmoja kule akasema nitakuoa, lakini mimi sijaokoka. Uko tayari? Sasa kwetu kule kanisani hairuhusiwi. Kama hairuhusiwi basi basi kama ni hivyo ngoja mimi nitaacha. Unamwacha Yesu ili upate mume. Unamwacha Yesu ili upate mali. Unamwacha Yesu ili upate vitu fulani fulani. Macho ya kiroho yatatuonyesha kwamba kuna utajiri Mungu ametuandalia, na utakuja kwa wakati wake, na hasa utajiri wa kiroho. Mungu hajali sana magari, na hata magari sio utajiri. Au matajiri wenye magari hawalali, wanakula kwa shida. Sukari, pressure, kansa, sijui nini. Anamiliki mamilioni ya fedha benki, lakini sharti moja la daktari, haruhusiwi kula wali. Hataki kula wali, haruhusiwi kula nyama. Hiyo kitimoto ambayo wewe unakula mpaka unatafuna na mifupa, mwenzako haruhusiwi kugusa hata kipande. Ana mamilioni ya fedha benki, haruhusiwi kunywa soda. Wewe kwenye harusi mpaka unaiba na zingine unaficha chini ya kiti wasikuone, unakunywa 3. Anapita mhudumu, unachukua unaweka chini ya kiti, unabana miguu namna hii. Alafu anapita tena anasema mimi sijapata bwana. Soda mmekaa jamani muda wote huu, mnapita tu mnanipita hapa. Mhudumu anamwambia samahani mama, basi hii hapa nyingine unaweka. Unahama kiti unaenda kwenye kiti kingine kule, unajua huko hawajapita. Jamani mtu msitusahau na sisi. Unakunywa soda zaidi ya 3, 4, 5. Kuna mwenzako haruhusiwi kunywa hata moja. Ana mahela lakini haruhusiwi kunywa. Ikifika usiku halali. Hata akijaribu mpaka ameze mavidonge ndio yajaribu kuvuta usingizi, napo bado. Wewe ukifika nyumbani tu ukijitupa kitandani, unasahau hata kuvua viatu, unalala viatu kitandani. Lakini mwenzako hata kulala halali. Tukiwa na macho ya kiroho yatatuonyesha utajiri tulionao. Nataka nikwambie sisi tuliookoka tuna utajiri mkubwa kuliko hao matajiri unaowaona. Hata kama unatembea kwa miguu, wewe bado ni tajiri, kwa sababu ni tajiri katika ufalme wa Mungu. Unatembea na kibali cha Mungu. Au matajiri wanaishi kwa madawa, wanaishi kwa shindano. Nikutana na tajiri mmoja kule Kampala wiki mbili zilizopita. Anasema yeye hawezi kunywa chai, hawezi kula kitu chochote mpaka ajichome sindano, kwa sababu sijui insulini imefanya nini. Kwa hiyo akianza akila bila sindano anakufa. Kwa hiyo anatembea kwenye gari lake, anatembea amenunua gari na kifriji. Mule ndani ya kifriji gari kuna machupa hayo ya madawa hayo. Akifika hotelini, kabla ya kula anaenda chooni kwanza, sio kujisaidia, kujidunga sindano ndio anywe chai. Anajidunga sindano alafu ndo anakuja anakaa mezani. Ikifika wakati wa lunch, kabla hajala lunch, anaingia kwanza ndani, anatoa sindano, anajidunga sindano, ndio anakula lunch. Ikifika wakati wa chakula cha jioni, hata kama yuko kwenye harusi, lazima ajidunge sindano kwanza ndio ale chakula. Wewe ni lini ulijidunga sindano ndio ukala? Ukikutana na miogo barabarani unakula, ukikutana na mafenesi barabarani hata ujanawa unakula. Wenzako mpaka sindano. Wewe ni tajiri
unatembea na utajiri. Kuna wengine hapa, kuna magonjwa mkiumwa, uweze hata utakuwa na uwezo hata kwenda kupima hicho kipimo. Unaambia hicho kipimo milioni 6. Ndio upimwe, sasa ndio waangalie, sio matibabu, ni kipimo tu. Unaambia milioni 6. Utazitoa wapi? Lakini unatembea, unapumua, unaamka asubuhi, unaenda uwani. Najua hata kwenda uwani ni neema. Ukijiona unaenda chooni na vinatoka, mshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu hawapati choo. Anakula lakini hapati choo. Sasa chakula kinaenda wapi? Kinakuwa sumu, inamuondoa. Lakini we take for granted. Unaenda chooni unaona ni kawaida tu. Unaenda kwenye manyasi kule unachimba dawa unaona kawaida tu. Lakini kumbe hiyo ni neema, huo ni utajiri. Hata kwenda chooni ni utajiri. Kupata uwezo wa kujisaidia ni utajiri pia. Kuna watu wanatembea na vifuko. Haja inatoka tu, haina bleki. Wewe Mungu kakupa mpaka bleki. Unaweza kuamua kwamba saa hizi ngoja kwanza miti mingi amalize kuhubiri ndio nitaenda kule. Kuna mwingine hana bleki hizo. Hiyo issue ikija, wanakusanyana huko, wanasogea mlangoni pale, bwana tumekamilika tunataka kutoka. Wewe unasema subiri. Lakini wengine hapo hapo wanatembea na madaipa yale ya watoto, wanavaa watu wazima. Mungu amekubariki. Macho ya kiroho yatakusaidia kujua kama umebarikiwa. Kama huna macho ya kiroho, utajiona wewe ni maskini, utaendelea kulalamika, Mungu mbona unisaidii, mbona hivi na hivi. Lakini Mungu amekubariki. Jambo la 4, faida ya 4 ya macho ya kiroho. Macho ya kiroho yatatujulisha juu ya utukufu wa Mungu, utukufu wake kwetu. Macho ya kiroho yatatujulisha juu ya utukufu wake kwetu. Macho ya kiroho yatatujulisha juu ya utukufu wa Mungu kwetu. Macho ya kiroho yatatuwezesha kuona utukufu wake katika maisha yetu. Musa aliona utukufu wa Mungu. Na wewe pia unauona utukufu wa Mungu. Ukipata unachokipata hakilingani na maisha unayoishi. Mshahara unaopata haulingani na maisha unayoishi. Jaribu kuorodhesha kila tumizi uliolifanya kwa mwaka, kwa mwezi. Jaribu tu siku moja sema, mwezi huu nataka kila tumizi nililofanya. Nimenunua nyanya, nitaandika. Nimefita jirani, nimenunua soda, nitaandika. Nimenunua maji, nitaandika. Nimenunua hiki, nitaandika. Andika kila kitu ulichotumia kwa mwezi mzima. Alafu linganisha na mshahara wako. Huko kuna mshahara, huko kuna matumizi. Utaona matumizi ni makubwa kuliko mshahara. Kuna wengine hapa hamna kazi, lakini mnakula. Huna kazi, huna biashara, simu inavocha. Ukosi hata 500 ya kubipu. Unayo hata ya message. Ukosi nauli ya daladala, lakini huna kazi. Kuna wengine hapa ni wanafunzi, hata wazazi wako hawakupi hela, lakini unakuta tu maisha yanaenda. Kuna neema ya utukufu wa Mungu katika maisha yako, katika juu yako. Ulali nje, unalala ndani. Hata kama umepanga, hata kama umepewa hifadhi, kuna neema ya utukufu wa Mungu. Macho ya kiroho yatatuwezesha kuona utukufu wake katika maisha yetu. Na tukiuona utukufu wake tutamtukuza. Tutamwambia Mungu, si kwa nguvu zangu, sio kazi, sio ujuzi wa kuendesha vizuri. Kumbe ni kwa sababu ya neema ya utukufu wa Mungu. Unaendesha, unafika nyumbani, unarudi, hujavunjika miguu, hujagongwa. Sio kwa sababu ulienda driving school. Sio kwa sababu una leseni class C.
Sio kwa sababu wewe ni mwangalifu kabla hujavuka barabara hujakatisha, lazima uangalie huku na huku. Nataka nikwambie wako walioangalia huku na huku na bado waligongwa. Wako waliokuwa innocent, anajiendeshea pembeni taratibu, hana spidi kubwa, linakuja lori nyuma huko. Nikutana na ajali moja muda si mrefu. Mtu anatoka na familia yake kule Morogoro. Mama ana drive na watoto wake 4 na house girl. Wanakuja ilikuwa ni Pasaka Dar es Salaam. Taratibu anaenda tu anajiendea. Lilitoka lori huko limemfuata nyuma. Limekosea breki, sio limekosea nini, na lori liko limeachiwa, yule dereva akashindwa kuzuia. Alibeba kile kigari kilipaishwa juu, kikabilingika chini. Hakutoka hata mmoja. Hata mmoja. Alikuwa anaendesha mama, alikufa. Watoto wake 4 walikufa. House girl alikufa. Yule mume alibaki kama alivyoanza maisha. Hana mtoto hata mmoja aliyebakia. Angalau hata angebakia mmoja aseme huyu atanikumbusha. Hata mmoja. Siku ya mazishi yalipangwa majeneza pale kanisani 5. Msiba mkubwa. Huyu mama alikuwa anaendesha kwa kufuata sheria, kanuni, lakini alikufa. Nataka nikwambie, unaendesha, unaenda kazini na kurudi, sio kwa sababu ya ujanja, sio kwa sababu ya ujuzi, sio kwa sababu ya umakini unaotumia barabarani. Kuna neema ya utukufu wa Mungu juu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na faida ya 5, macho ya kiroho yatatujulisha urithi wake kwetu. Macho ya kiroho yatatujulisha urithi wake kwetu. Mtoto akishajua kuna vitu vya kurithi, ana relax. Baba ana mashamba 10. Baba ana ng'ombe 500. Baba ana hiki na hiki, na mimi ndio mrithi. Hizi zote unazoziona ni vitu vya baba yangu, na kama ni vitu vya baba yangu ni vitu vyangu pia. Macho ya kiroho yatatuonyesha urithi wetu tulionao katika ufalme wa Mungu. Macho ya kiroho yatatuonyesha tunaye baba anayeshughulika na maisha yangu, anayeshughulika na kula yangu, anayeshughulika na kila kitu. Kwa nini macho ya kiroho ni muhimu kwetu? Kwa nini macho ya kiroho ni muhimu kwetu? Ziko sababu 5 ndio ninazomalizia nazo kwa dakika 10 zilizobaki. Jambo la kwanza au muhimu wa kwanza, macho ya kiroho au macho ya mioyo yetu yakipofuka, tutashindwa kuona adui na atatuzidi mahesabu. Macho ya kiroho yakipofuka, tutashindwa kumuona adui na atatuzidi mahesabu. Kwa hiyo faida ya macho ya kiroho yanatusaidia kwamba tumuone adui. Tukimwona adui, tutapata mbinu za kumkimbia. Tutapata mbinu za kumshinda. Hata tushambulia. Adui mbaya ni yule anayekushambulia na humuoni. Unasikia jiwe tu. Ukigeuka hivi, nani? Hamna kitu. Hujakaa sawa tu. Ukigeuka huku, unageuka huku na huku. Hiyo kesi inakuwa mbaya sana, kwa sababu humuoni adui. Lakini adui unayemuona, hata kama akirusha mshale, unakwepa, kwa sababu si unauona unakotoka. Sasa kama huna macho, mshale ukija unaondoka na wewe. Macho ya kiroho yakipofuka, tutashindwa kumuona adui na atatuzidi mahesabu. Kitabu cha Wafalme na Waamuzi, Waamuzi 16 mstari wa 1 na wa 2. Waamuzi sura 16 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema, Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba
akaingia kwake. Mstari wa 2, watu wa Gaza wakamwambia ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamua. Macho ya kiroho yakipofuka, hautamuona adui, alafu pia adui atakuzidi mahesabu. Gaza ilikuwa ni kambi, ni himaya ya Wafilisti, na katika kipindi hiki Wafilisti walikuwa wanajulikana kabisa ndio maadui wa Israeli, na Samsoni alikuwa anajua kabisa kwamba hawa maadui zangu ni Wafilisti. Alishapewa hiyo toka hajazaliwa, maagizo alishatolewa ajitunze, kwa sababu amebeba nguvu za Mungu ambazo maadui wanazitafuta. Lakini maandiko yanasema hivi, Samsoni akaenda Gaza. Unaendaje Gaza wakati unajua kabisa hiyo ni kambi ya maadui? Hii ni himaya ya maadui. Macho ya kiroho yakipofuka, utajipeleka mwenyewe kwenye himaya ya shetani. Kwa miguu yako utaongoza, unajua kabisa huku ninakoenda ni kwa shetani, utaongoza. Kwa nini? Kwa sababu macho hamna, unajipeleka mikononi mwa adui. Lakini macho ya kiroho yakiwepo, utamuona adui na utasimama, badala ya kujipeleka utamshinda. Ukikosa macho ya kiroho, ndio unaona mpaka kuna Wakristo siku za leo anaona, mbona nimeombewa sana, sasa hao nijaribu na nani na kule kwa Kalumanzila wanasema angalau hata neno linasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Huo mstari unapatikanaga wapi? Wanajaribu kuutafuta. Wenzangu mnaosomaga wapi? Najua hata vitabu vya Mungu vinasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Wapi? Andiko gani? Macho ya kiroho yakipofuka, utajipeleka kwa adui. Samsoni alikwenda kwa kahaba huku akijua anakwenda kwa kahaba. Maandiko yanasema Samsoni akaona huko mwanamke kahaba. Sio kwamba alikuwa hajui. Unaenda kabisa kwa kahaba na unajua huyu ni kahaba, lakini kwa sababu macho ya kiroho yamepofuka, hayaoni tena, unaenda kichwa, unajikuta umeingia kwenye himaya ya shetani. Macho ya kiroho ni ya muhimu ili tuweze kumshinda adui. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, nimesema sababu 5 kwa nini macho ya kiroho ni ya muhimu. Macho ya mioyo yetu yakipofuka, tutashindwa kumtambua adui anayejipenyeza kwa siri. Macho ya kiroho yakipofuka, sio tu kwamba tutajipeleka kwenye himaya ya shetani, lakini adui akija, tutashindwa kumtambua adui anayejipenyeza kwa siri. Macho ndio yalitufunulia kuona kuna mtu mwingine ameingia hapo ambaye si mwenzetu. Kwa sababu ya macho tulimuona yule mchawi aliyeingia kwa sababu ya macho. Ukikosa macho ya kiroho, maadui watajipenyeza na hatutawaona. Kitabu cha Yuda 1:4, Yuda 1:4, maandiko yanasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu ya kukosekana kwa macho, siku ya leo adui amejipenyeza kwa siri mpaka kanisani.
kaingia ananyata. Kama tukikuwa na macho, wewe unaenda wapi wewe unaenda wapi? Lakini sasa macho hamna. Makanisa mengi leo adui ananyata, anajipenyeza, anasogea taratibu na yeye anakaa kwenye benchi. Wewe unamwabudu Mungu, yeye ni wakala, amekuja kufanya kazi zake. Wapi? Ndani ya kanisa. Leo hii kuna makanisa wachawi wanaingia na kutoka na hamna naye waona. Wachawi wanaingia, wanafanya shughuli zao, hamna anayeona. Kuna kanisa moja, kuna mama mmoja ni mchawi kwenye hilo kanisa hapa Dar es Salaam. Kumbe ni agenti. Kwa sababu wachawi vifaa vyao vya kazi ni vitoto vichanga. Ni moja ya vifaa vya shetani vya kazi, vitoto vichanga. Kwa yule mama anaingia na nguvu zake za kimapepo. Shida yake kubwa, yani kazi yake kubwa aliyotumwa kwenye hilo kanisa au kwenye hayo makanisa ni wamama wajawazito. Kwa hiyo akishaona tu mama ni mjamzito, ni mpendwa, tunaimba naye mapambio, anafanya nini, lakini akishaona mjamzito, mkitoka tu baada ya ibada anamkimbilia, jamani meneja anaona umebarikiwa jamani, wao. Akikukumbatia tu umeenda, mtoto ameenda, anakukumbatia, sema jamani, kwani miezi mingapi? Inaonekana atakuwa na afya huyu. Umeshacheka, anapiga piga tumboni pale. Umeshaenda pima. Akitoa mkono hivi, nasikia jamani, mama fulani miscarriage, mimba imetoka. Yuko mama alipata watoto mimba 5 zote kabla Bwana hajaja kulifunua hilo. Anakumbatia hivi, anaondoka. Anakumbatia hivi, anaondoka. Lakini Bwana alituonyesha. Tulipokuwa tunahubiri pale, tukasema wewe, huyu ni agent. Na tukaliweka wazi. Na tukamwambia usipojibadilisha, usipobadilika, usipookoka, maana hujaokoka, wewe ni mtumishi wa shetani. Usipookoka unaondoka. Wewe ndio utaondoka na kuacha kulitesa kanisa la Mungu. Hivi ninavyozungumza ni marehemu alilala chini. Kwa sababu jicho la Mungu likifanya kazi, shetani hawezi kufurukuta. Tunahitaji macho ya rohoni. Wakiingia maadui, tunajua kuna mawakala hapa, mawakala wa shetani, na tunawadhibiti. Lakini maadui wanaingia, washirikina wanaingia, wanafanya mambo ya kishirikina, wanaloga mpaka madhabahu. Na wewe Mkristo upo, mwenye nguvu za Mungu upo, huoni, una macho hayana nuru. Waefeso 1 inasema macho ya rohoni, macho ya mioyo yatiwe nuru. Macho yenu wapendwa yapate nuru, mpate kuona hila za adui, mpate kuona nani ameingia hapa asiye wa Mungu. Tunahitaji kondoo, lakini mbuzi wengi wamo makanisani. Wamejichanganya kwenye zizi la kondoo, na wao wanajifanya ni kondoo, lakini kumbe ni mbuzi. Na wengine hata sio mbuzi, ni mbwa mwitu. Wako kwa ajili ya kuja kulitesa kanisa la Mungu. Leo hii kuna mpaka wezi makanisani. Anakuja hapa, kuna wezi wamekamatwa tu mara nyingi hapa makanisani. Anakuja anaingiza mkono, haweki kitu, anatoa kitu. Anaingiza mkono tap, anatoka na kitu. Wapo makanisani waongo. Anakuja anajifanya amekuja mkono, nafikiri namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Unarudisha nini? Hana kitu mkononi hapa, anakuja kuchukua. Badala ya kumrudishia Bwana, anakuja anamchukulia hata hicho cha Bwana mwenyewe. Anaingiza mkono, anatoka na hela. Leo makanisani tukishaanza tu kuabudu, unaona wamama wanabeba pochi. Pochi hazikae tena kwenye viti. Watu wanaabudu na pochi kifuani.
huku pochi imebanwa, huku tuna kuabudu Bwana, macho yote yako kwenye pochi, kwa sababu kuna wezi wamo humu. Ukimaliza tu kuabudu, simu haipo. Unaabudu, unamaliza, pochi haipo. Na kila unayemwangalia unaona, mbona wote tumeokoka, mbona wote tulikuwa tunanena hapa. Jambo la tatu, macho ya mioyo yetu yakipofuka, tutajimaliza kwa kutumia visu vyetu wenyewe. Macho ya moyoni yakipofuka, utajiondoa kwa kisu chako mwenyewe. Waamuzi 16 mstari wa 6. Waamuzi 16:6, maandiko yanasema, Delila akamwambia Samsoni, tafadhali niambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Yaani mtu anakuja anakuuliza, hivi nikitaka nikuue kwa urahisi, ukitaka kuuawa kwa urahisi, ni kifaa gani kitumike ndio utakufa fast? Na kwa sababu huna macho ya kiroho, wanamwambia tumia kisu au tafuta jambia. Samsoni hakutakiwa hata kujibu hilo swali. Hakutakiwa hata kudanganya, alitakiwa atoe jibu la straight. Wewe kwa nini unatafuta mimi nifungwe? Kwa nini unataka niteswe? Lakini kwa sababu hakuwa na macho, Samsoni anajaribu kuzugazuga. Mimi nikifungwa kamba, nitakuwa dhaifu. Na Delila akamfunga kamba kweli. Aliposhtuka amezikata, Delila anamwambia, umendanganya. Mbona hujafa? Wewe ulisema ukifanya hivi ndio unakufa. Mbona hujafa? Samsoni pale itakiwa ashtuke aseme, kwa hiyo mimi nifikiri ulikuwa unaulizia tu kama kwa utani, kumbe ulikuwa serious. Kwa hiyo ulikuwa unamaanisha kwamba ulitaka nife. Niambie sasa ukweli, nikitaka nikuue nifanyeje? Anarudia kutafuta mbinu zingine, kwa sababu macho yamepofuka. Macho ya mioyo yakipofuka, utajiangamiza mwenyewe. Utaona hata hiyo mitego ambayo wengine wanairuka, wewe hautairuka. Na jambo la 4, macho ya mioyo yetu huwa kitu cha kwanza kutobolewa katika mwili. Macho yetu ya kiroho ndio kitu cha kwanza shetani anakitafuta. Katika Waamuzi 16 mstari wa 21, maandiko yanasema, Wafilisti wakamkamata. Walipomkamata Samsoni, jambo la kwanza walilolifanya kabla hata ya kumpakia kwenye gari, maandiko yanasema walipomkamata, Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho. Hii haifanyiki gerezani, hakupelekwa hata gerezani. Yaani kabla hajatoka mule ndani, huyu tunaweza tukashangaa akatutoka hapa. Hata huko gerezani asifike, hata huko kwenye imani yetu asifike. Kwa hiyo cha kwanza ukimkamata tu, cha kwanza peleka bisibisi kwenye macho, tumbua macho yatoke. Alafu sasa macho yakishatoka ndio unambuluza. Ukasema sasa mstari hapo mbele anasema, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza. Hakwenda Gaza akiwa na macho. Nakumbuka kule Gaza alikomfuata kahaba, leo hii anaenda akiwa hana macho. Wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba. Shujaa huyu leo kafungwa, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Kwa hiyo shetani kabla hajakusagisha ngano, lazima akutoboe macho kwanza. Inaitwa double portion. Unapata maumivu mara mbili, maumivu ya macho na maumivu ya kusaga ngano. Shetani hana adabu, hana ustaarabu hata kidogo. Afadhali basi angekuwa na kusagisha ngano, amekuachia na macho. Macho hamna, kwa sababu anajua hayo macho yatakuwezesha utoroke, urudi kule. Hayo macho ya kiroho yatakuwezesha umrudie Mungu. Hayo macho ya kiroho yatakuwezesha kuondoka kwenye ule uvivu na uzembe, ukapata nguvu za Mungu. Anayatoboa hayo. Uone kawaida tu, hata usiposoma neno la Mungu, kawaida tu, hata usipoomba, kawaida tu, hata usipofunga, kawaida tu, hata usipotafuta uso wa Mungu, kawaida tu. Macho yametobolewa. Anataka akutumikishe, akusagishe ngano. Wangapi leo hawako tayari kusagishwa ngano? Unahitaji macho ya kiroho. Mwambie Bwana Yesu, nataka macho ya kiroho.
Na jambo la mwisho, jambo la 5, macho ya kiroho. Macho ya kiroho yanatuwezesha kuona mambo matatu. Jambo la 5, tutaweza kuona mambo matatu. Kwanza, yatatuwezesha kujua mahali tulikotoka. Yatatuwezesha tuona tulikotoka. Bwana amenitoa kule. Bwana amenitoa kwenye matope. Bwana amenitoa kwenye vifungo. Bwana amenitoa kwenye. Tukishajua tulikotoka, itatupa nguvu ya kufanya bidii tusirudi kule. Macho ya kiroho yatatuonyesha kwamba nilikuwa mfungwa, nilikuwa mtumwa, nilikuwa natumikishwa, nilikuwa hivi. Bwana kanitoa huko, sitaki kurudi kule. Lakini macho yakipofuka, utajikuta umerudi kwenye yale matope. Kwa hiyo macho yanatuwezesha kuona tulikotoka. Na jambo la pili, macho yanatuwezesha kuona mahali tulipo. Ukishajua mahali ulipo, ni rahisi kujua unako kwenda. Ni rahisi kujua kama uko mahali sahihi au uko mahali pasipo sahihi. Macho yatakujulisha uko wapi. Uko wapi katika maisha yako ya kiroho? Uko wapi katika mahusiano yako na mwenzi wako, na mume wako, na mke wako? Uko wapi katika kiwango cha kumtafuta Mungu? Uko wapi katika kipimo cha kiroho? Uko chini, uko kati, uko juu? Macho yatakuwezesha kujua uko wapi. Uko kwenye kiwango gani? Utajifanyia tathmini na kujua, hapa nahitaji kuongeza bidii. Hapa nahitaji kupiga mbio zaidi. Nilikuwa natembea, sasa nitakimbia. Na jambo la 3, macho yatatuwezesha kujua mahali tunakokwenda. Hakuna kitu kibaya kusafiri safari usiyojua unaenda wapi. Unajikuta tu unakwenda. Yaani unaingia tu Ubungo, hata usome kibao, umeingia tu, unaenda wapi? Hujui. Macho yatatuwezesha kuona mahali sahihi tunakokwenda. Kule ndiko tunakokwenda. Sio hapa. Hapa sijafika, naenda kule. Na siendi kule. Kule sio kwenyewe, nakwenda kule. Macho ndio yatakayotutambulisha kwamba ni kule, sio hapa. Unaweza ukapoteza muda mwingi unaenda kule, kumbe unavutwa na ibilisi kwenye njia zake, wala siko Mungu aliko. Siku moja kulitokea msiba pale kanisani kwetu. Namalizia kwa mfano huo. Tokea msiba pale kanisani, na ilikuwa ni moja ya washirika. Sasa hatakuwa tunajua huko anakokaa. Kwa hiyo mke wangu na mama mmoja kanisani wakawa wameenda kwenye msiba, lakini hawajui ni wapi. Kwa hiyo akasema, nyinyi nendeni bwana, msiba haujifichi, mtaona tu watu. Kwa hiyo mke wangu akafika pale kwenye msiba, kaona watu wanalia, akakaa. Watu walikuwa wengi, akakaa. Sasa hebu angalia, mbona watu wa kanisani mpaka saa hizi hawajafika? Angalia, mbona sioni watu wa kanisani? Alafu watu wamekaa tu kimya, kana kwamba nani, na aliyekuwa amekufa ni mtoto wa mshirika, kana kwamba hawana matumaini, wakati huyu ni mtoto na ameenda mbinguni, hamna hata pambio. Mimi akasema siwezi kukaa kimya bwana, mimi nitaanzisha nyimbo hapa, labda hawa ni ndugu za marehemu, mpaka washirika watakapofika. Kwa mke wangu akaanzisha nyimbo, tutamwona melemeta, melemeta, tutamwona melemeta. Sasa najua nyimbo mpaka Waislamu wanajua nyimbo za Kikristo. Ukianzisha kila mtu ataitikia. Watu wakaitikia pale, msiba ukaanza kuchangamka na nyimbo. Mke wangu akasimama, akaimbisha. Jamani, tusiwe na unyonge, tuwe na matumaini, tuendelee katika sifa. Kaendelea kuimbisha pale, mpaka wale wana ndugu wanajiuliza, huyu katoka wapi huyu, kaja kuchangamsha msiba wetu huyu. Wakaenda kumuuliza kinywaji gani anatumia. Akasema, jamani, mtoto huyu amelala katika Bwana, hamna haja ya kuwa wanyonge. Huyu mtoto tunavyoongea yuko mbinguni. Watu wanaanza kutazamana, huyu mama vipi? Kwa sababu aliyekufa pale ni mbibi tu, mtu mzima.
Aliyekufa pale ni mbibi tu, mtu mzima, na tena inasemekana ni mtu mzima na alikuwa ni kiwembe huyo mama, ameondoka kwa ukimwi. Sasa wanajiuliza huyu mtoto tena ameenda mbinguni nini? Sasa jamani, wakaendelea na mapambio pale, piga pambio. Mpaka akachoka masaa mawili pale, hakuna hata mshirika anayetokeza. Akakaa pembeni, wakati sasa wameanza kugawa chakula, anaongea na mwenzake, hivi tupige simu tuulize, jamani nyinyi wengine mko hapa? Sasa mbona sisi tuko kwenye msiba huku? Wapi? Mbona na sisi tuko kwenye msiba hapa? Wasema hapana, kwani nyinyi mko wapi? Nikijitonyama hiyo, lakini kuna msiba wa mtoto na kuna msiba wa mama. Hawa wameenda njia isiyo sahihi. Kweli ni msiba, lakini sio sahihi. Macho ya kiroho yatakuonyesha kujua njia sahihi unaotakiwa kwenda. Simama pale ulipo. Masomo ya uongozi yaliyoletwa kwako na mtumishi wa Mungu, mchungaji na mwalimu Peter Mitimingi wa huduma ya The Voice of Hope Ministry ya jijini Dar es Salaam. Vile vile unaweza kujipatia nakala za masomo haya. Yanapatikana katika nakala za DVD, VCD pamoja na audio CD. Usikose nakala hizi muhimu kwa ajili ya kumbukumbu na mafunzo zaidi ya uongozi nyumbani hata ofisini kwako. Maelezo na ushauri zaidi wa masomo ya uongozi unaweza ukawasiliana naye kwa simu namba 0713 183939.